Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza hii nafsi ambayo ni mimi na wewe katika Qur'ani, kama tulivyomsikia imamu wetu hapa akaizungumza kwa kiapo, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ameapia hii nafsi, na apa kwa nafsi, na kuapia kwake akaapia kwa yeye mwenyewe hii nafsi na yule aliyeitengeneza hivi na namna aliyoitengeneza. Alivyoitengeneza, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, akaifundisha, kuifundisha mpaka ikajua yale ambayo ni mabaya kwake na yale ambayo ni kinga, ni mazuri kwake. Nafsi imefundishwa hivyo. Akaendelea kusema, akasema qad aflaha man zakaha, kwa hakika atakuwa amefaulu aliyeitakasa nafsi yeye mwenyewe. Kazi ya kutakasa nafsi ni yetu. Wa qad khaba, na amepata hasara man dassaha, aliyeitelekeza yeye mwenyewe, akawa hakuipa umuhimu wa kufuata mazuri. Ndugu zangu, kwa maelezo haya anayotupa Allah, na akatuzindua sehemu nyingine, inna nafsa la ammaratun bisui, hakika nafsi ilivyo ni yenye kuamrisha mabaya. Na wakati mwingine ikazungumzwa, kumbe mtu anaweza akaitakasa mpaka ikaitwa na Allah, ya ayyatuha nafsul mutmainna, we nafsi uliotulia. Huku kutulia sharti ufanye juhudi we mwenyewe, itulie, ifike itulie, ili Allah ajiite nafsi uliotulia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, rudi kwa Bwana wako ukiwa umeridhika na umeridhiwa. Nataka kusema nini kwenye maelezo haya? Ndugu zangu, ni kwamba katika jihadi ngumu sana, sio ya kupambana na watu wengine waliompinga Mungu, ni ya kupambana na nafsi yako mwenyewe. Hii ni jihadi moja nzito sana, kwa sababu utakuwa una rafiki unatembea naye mwenyewe, au una adui mbaya unatembea naye mwenyewe, nafsi yako. Ukiachia inavyotaka tu, kile inavyovutiwa tu, umetembea na adui, hahitaji kutafutwa mbali. Ukiminyana nayo kisawasawa, basi utatembea na rafiki mmoja mzuri sana aliyeelekea kwa Mungu, huna wasiwasi. Kwa hiyo nafsi zetu mpaka zikawekewa Ramadhani kufunga, ziwe zinahisi, ili tuwe tunatembea una rafiki yako mwenyewe, unajichunga chunga mwenyewe. Ukiachia tu, basi unatembea na adui we mwenyewe, hayuko mbali, mwenyewe tu adui, basi unajiumiza. Hakuna adui mbaya kama adui mtu kujidhuru mwenyewe. Anatoka mtu mbali au ni we mwenyewe? Mwenyewe unajidhuru we mwenyewe. Sasa inakuwaje? Mwenyewe. Kwa hiyo huu adui mbaya sana nafsi yako mwenyewe. Katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, alipofundisha halali na haramu viko wazi, halafu akasema kati ya halali na haramu kuna vitu vinawachanganya watu, vinachanganya. Sasa ikitokea vimekuchanganya changanya, na akasema si wengi watakaovijua, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, si watu wengi ambao watavijua hiki halali haramu. Sasa ikitokea umetatizika na hujapata ufumbuzi, Mtume akakuelekeza wewe na nafsi yako, akamwelekeza mtu na nafsi yake ashindane nayo. Faman ittaqa shubuhati faqad istabra lidinihi wa irdhihi, mwenye kujikinga na vile vinavyotatanisha yeye mwenyewe, atakuwa huyo ameiweka dini yake pazuri na heshima yake ameiweka pazuri yeye mwenyewe. Bado hajakwenda kwa fatwa ya mtu yoyote,
Yeye mwenyewe amepata shida. Hivi kweli kuna vitu havihitaji kuulizwa wala kudadisi. Nani atakuja kukuuliza papai halali haramu? Haina shida hiyo. Lakini mpaka inafika pahali hivi, hiki vipi hiki? Mbona hatujasikia hata siku moja shekhe akitoa aya? Hujapata aya, lakini mbona umeuliza mpaka ukatatanika ukauliza kwa nini? Watu siku zote wanauliza sigara hivi, mbona hatujasikia aya hata moja inazungumza sigara? Mbona kila siku maswali yako kwenye sigara? Mbona uulizi juisi ya miwa? Mpaka ukao unatingwa na hiyo sigara, tayari kuna kitu kimekutatanisha. Sasa kama kimekutatanisha kiasi hicho, hivi ufikirie akhera vikaja vikawekwa vitu vizuri viko huku na vitu vibaya vikawekwa huku ambavyo vinampeleka mtu motoni. Halafu ikawekwa sigara ukaambiwa ipeleke, utaipeleka wapi? Vizuri vishaonekana hivi huku na vibaya vishaonekana, pombe, uzinifu, nini viko huku. Hapa imewekwa sigara hapa. Ukaambiwa hebu ichague, unaweza ukaipeleka wapi huku na huku? Utaona tu majibu yanapatikana. Sasa famanitaka shubuhati, mwenye kujikinga ye mwenyewe na vile vinavyotatanisha, faqad istabra lidinihi wa irdhihi, huyu ameshajiweka pazuri dini yake na heshima yake ameiweka pazuri. Waman waqa fi shubuhati, mwenye kujitumbukiza kwenye vinavyotatanisha, waqa fi alharam, amejitumbukiza kwenye haram. Ndugu zangu, napenda tumalizie, tusiseme mengi. Nafsi zetu zimepewa darasa ya Ramadhani muhimu sana. Tuminyane nazo sisi wenyewe, kila mmoja. Yale tunaambiwa ni mazuri, tujipe mazoezi kwa Ramadhani. Halafu mshike mkono ndugu yako ukimwona naye bado hajazinduka. Mwambie mpaka Ramadhani bado haija kuzindua, ukaona kwamba unaweza ukakaa pazuri. Mshike mkono, wote tuko kwenye jahazi moja. Tusilitoboe, kwa sababu asipoongoka naye ni jirani yako, ni ndugu yako, uko naye karibu. Asipoongoka athari zake zinarudi mpaka kwako. Anatoboa jahazi letu pamoja, tunasafiri pamoja. Akilitoboa tutaumia sote. Tushikane mikono jamani, tufanye juhudi ya kushikana mikono ili tusalimike sote, twende kwa Allah tukiitwa ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuingizwe peponi sote, tusigome. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.